Mimi kwa kweli nilikuwa sijui anachozungumza. Na mimi nilipata taarifa tu bwana ameshia kwamba Model anazungumza. Na nikaanza kuona kwenye account nafikiri ya kwake au ya Simba watu wasema na hebu atuache tupumzike. Maana bwana akishaanza kuzungumza sio na nini. Sasa watu sio walikuwa wanatujua hata kuzungumza nini. Maana wajua watu wanamsubiri wasema ni tajiri kwamba walikuwa wanamsubiri azungumze, lakini ikawa tofauti. Na nafikiri kwa kipindi hiki pia Simba inavyokwenda hivi yeye akizungumza maana yake inawezekana njia ikabadilika ikawa hivi. Lakini ilikuwa ni issue ya Mpanzu. Na issue ya Mpanzu hata mimi nilikuwa surprised. Kwa sababu kulikuwa kuna siasa tope nyingi zilitembea ambazo nafikiri huenda na Mpanzu zilimkamata za kuanza kuonyesha kwamba Mpanzu anaipenda sana Yanga. Na nafikiri niliona ilikuwa ni kampeni ya makusudi ambayo ilikuwa inatengeneza distractions kwa mtu ambaye unaweza ukawa unaepuka kufuatilia unafuatilia sana mitandao ya kijamii au ni mtu ambaye ni mwepesi kuwa distracted na vitu vinavyozungumzwa kwenye mitandao ya kijamii. Unajua ukiwa unaisikiliza sana au unafuatilia sana mitandao ya kijamii, kuna wakati mitandao ya kijamii na kufanya uanze kuona kwamba kama dunia yote imekuangukia hivi. Kumbe ni watu 15 au 20 tu ndio wanazungumza na wewe na wanazungumza na yale maneno na ikiwezekana ndio wanakutukana. Na kuna mwingine hajui kabisa kinachoendelea wala hajawahi kusikia hata unatukana. Sasa kuna ufundi au kuna uzoefu wa kuikabili ile mitandao ya kijamii kwa watu kama sisi hivi. Ndio maana niona mimi sijawahi kubabaika na mtu yoyote. Hata wale wanaotukana saa zingine wengine hata siwaoni na hata nikiona wala sijali, I don't care. Na kama kuna kitu kingine cha kuwakandika cha ukweli na kandika pale tena wanakasirika, mimi ni kazi yangu kuwakasirisha tu, lakini najua kitulia wanaelewa. Sasa kwa Mpanzu inawezekana mimi nilimuona kipindi hiki kwamba kama alikuwa vile mitandao ya kijamii imemkamata. Lakini hakuna kati yetu anaweza kusema Mpanzu si mchezaji mzuri. Na kwa kipindi hiki baada ya Mpanzu kuwa sasa amesaini mkataba mwingine na Simba, kwanza mimi nafikiri ameonyesha imani kubwa na klabu yake. Na ameweza kuwashinda wale wote walioendesha siasa tope kumtaka kumuonyesha kwamba yeye anapenda timu fulani na sio anayoichezea. Hilo la kwanza. Lakini la pili nafikiri ni kipindi ambacho mashabiki wa Simba wanapaswa sasa kumuunga mkono. Kwamba huyu ameamua kubaki na sisi na ameonyesha yeye yuko tayari kuwa na Simba. Kwa hiyo wamuunge mkono kwenye vipindi vya upside down ambavyo vinampitia, kwa sababu nilipewa story nyingi na nafikiri nimewahi kuzihadithia huko nyuma. Mara sio aliibiwa nani yake, sio kapotea, sio. Sasa hivyo vitu inawezekana tunatoka kwenye nchi ambazo zina tamaduni tofauti. Lakini hata hapa sisi Tanzania tuna mikoa ina tamaduni tofauti pia. Kwa hiyo unaweza kuwa unaamini kitu hiki mimi siamini. Kwa hiyo kwangu mimi naona ni sawa. Kwa Simba kumsajili Mpanzu kumuongezea mkataba wa miaka 2 ni faida. Sababu ni mtu bado anaweza kaisaidia Simba. Kwa hiyo kama amelifanya hilo jambo mwekezaji wao, nafikiri ndio maana ametokeza sasa hivi. Nani Mohamed Dewji. Nafikiri amefanya jambo zuri sana na ninaamini litakuwa ni ombi la benchi la ufundi. Kwa sababu siamini Dewji anaweza toka msajili Mpanzu bila benchi la ufundi kwa linamhitaji. Na ukiangalia sasa hivi wana Libase pamoja na Ura. Sasa hawa wanapofanya vizuri, ukiona mtu kama Mpanzu unaweza kumuongeza, una mtu kama Morris unaweza kumuongeza, ndio ile maana ya kuwa na kikosi kipana. Kwa sababu siku moja huyu anaweza kawa na kadi, siku moja anaweza kawa anaumwa au kaumia. Kwa hiyo nafikiri ni jambo zuri kuwa na mchezaji mwenye uzoefu kama Mpanzu ambaye mimi naamini itawasaidia Simba kwenye ligi, lakini hata wakipata nafasi ya kucheza michuano ya kimataifa. Kauli ya mwenyekiti wa bodi wa Simba unaizungumzaje kusema kwamba ligi watu waache maigizo, ligi ikichezwa kwenye muundo wa ligi kweli, tutakuwa na ligi tamu, na akatolea mfano mechi ya Simba kaangalia mechi zetu za Simba hazina maigizo. Hii kauli unaitafsiri vipi? Kuitafsiri kauli ya mtu kuna ugumu kidogo. Lakini mimi nilimuelewa, sijajua kama kwa upana wa kauli yake yeye. Lakini alichokuwa nataka kwamba ligi ichezwe. Tuachane na mambo ya mimi nilichoamini kwamba waamuzi wachezeshe kwa haki, ratiba iwe imepangwa imenyooka, taratibu zote za mpira zifuatwe, kusio kuna mambo mengi nje ya uwanja. Mimi ndio nilielewa hivyo. Kwa sababu ukiangalia knock point yake ni kwamba mpira uchezwe. Na kama ni mpira uchezwe, kuna mechi ambazo Simba ametoa sare. Na kuna zile mechi ambazo Yanga ametoa sare. Ukiacha ile ya dabi, zile zote zinaonyesha kwamba mpira umechezwa. Hata mechi ya Simba na TRA, ukiangalia ile mechi mfano kuanzia kama dakika ya 28 kwenda 45 hivi. Nafikiri
TRA muda wote walikuwa wamewazidia Simba. Ilikuwa ni anytime wanaweza kusawazisha lile bao moja. Na unaona Simba wamekwenda kubadilisha aina yao ya uchezaji baada ya kufanya zile substitutions za kipindi cha pili. Unaona kabisa sasa wakaanza kidogo kuizidia tena TRA. Kwa hiyo TRA unaona ni timu ambayo ilileta upinzani mkubwa kwa Simba, imeleta upinzani mkubwa kwa Yanga. Lakini ukiangalia tumeona mechi ya Pamba walivyoleta upinzani, tunatarajia pia Pamba ikienda tena Yanga ikienda Mwanza, tuone tena Pamba inatoa ushindani ule ule. Sasa nafikiri maana ya magoli ndio ilikuwa ni hili. Kwa magoli yanasisitiza kwamba mpira uchezwe. Hivi vingine anavizungumza, sinawezekana mimi tafsiri yake nikawa sijaelewa zaidi, lakini msisitizo wake ni kwamba mpira uchezwe, haki itendeke, taratibu zifuatwe. Basi mimi naamini kama ikiwa hivyo, na mimi naungana naye kwamba kama hivi vyote vikifanyika na mamlaka zikaangalia kufuata utaratibu ulio sahihi, basi mimi naamini mpira utachezwa na atapatikana bingwa wa haki na ushindani utakuwepo. Na umeona hata mechi zetu sasa hivi na mpira wetu ulivyo, pamoja na kwamba wakubwa Simba na Yanga zile 5-5 hazipo sasa hivi, sare zimeongezeka, jasho wachezaji linawamwagika kweli, na waamuzi makosa ya kibinadamu yamepungua, ambao ni jambo zuri sana. Chabwedo anatajwa kusajiliwa na Simba ama Simba kumtaka, lakini jana tulifanya mjadala na afisa habari wa KMC, afisa habari wa TRA Christina Mwagala, akasema thamani ya Chabwedo ni bilioni 100. Ili umpate Chabwedo lazima una bilioni 100, na akasema hakuna timu ambayo inaweza kuafford hicho kiasi. Unazoea kwanza kiwango cha Chabwedo kwenye hii michezo mikubwa ambayo amecheza, lakini pia jina lake kutajwa Msimbazi. Bahati nzuri mimi nimekuwa napata bahati sana ya kuangalia mechi hizi za mfano TRA Prisons, sijui Pamba, na ni KMC, sijui Mbeya City, sijui Dodo. Endo naangalia sana hizo mechi. Na naangalia kwa sababu nataka nione ile performance. Kwanza ligi imekuwa nzuri. Ligi imekuwa nzuri na kuna kasoro ya viwanja. Tumekuwa na shida sana ya viwanja. Viwanja safari hii sijajua wakati tumetoka kwenye level ya juu tumekwenda tunashuka tena sasa hivi. Sijajua kwenye udhibiti au nani au nini kinakosekana mpaka hiyo hali imekuwepo. Kwa hiyo bodi ya ligi wanapaswa walisimamia hivyo, lakini kiwango cha Chabwedo ni kizuri. Na ni mtu ambaye anajituma, na nilitamani kumuona tena akimaliza msimu huu anacheza tena TRA, labda kumwangalia kama atakuwa na uwezo. Nimekuwa na hofu wachezaji wengi kama yeye wanatoka kwenye timu zao wakiwa vizuri, akijiunga na Simba au akijiunga na Yanga kuisha kazi. Msimu mmoja ameshapotea tena, anakuwa amepotea. Lakini ni mchezaji ambaye kwenye mechi ya Yanga alishikilia show. Lakini kwenye mechi ya Simba pia nilifurahia show yake na Kibabage. Ilikuwa ni mechi nzuri. Nafikiri hata ulikuwa ukimwona Kibabage anahemea juu juu, kwa sababu Chabwedo unaona kipara kinang'aa muda wote anakuja namna hii. Ilikuwa ni burudani kwa kweli. Na niseme ukweli, ni mchezaji ambaye kama ataendelea hivyo mpaka mwisho wa msimu, mimi nafikiri atakuza thamani yake, na hata kuwa tu anatajwa Msimbazi. Nafikiri atatajwa Msimbazi na kwingine na kwingine na kwingine. Lakini thamani yake achana ile ya Christina. Nafikiri Christina alikuwa anafanya maigizo naye, kwa sababu hiyo thamani hiyo TRA yenyewe hata zingeunganishwa mbili kama timu hawana thamani hiyo. Nafikiri alikuwa mimi mwanzo nifikia hata kusema bilioni 1, ambao bado ingekuwa ni nyingi pia kwa Chabwedo, lakini kaenda bilioni 100. Nafikiri labda mdomo uliteleza au zile zilipangana kwa kushtukiza.